Muziki wa kutisha. Je, ungeweza kuua ndoto za watoto ili kufanikisha zako? Sauti ya giza ilinong'oneza usiku huo, ikatikiza mioyo ya wale waliokuwa wamesimama kwenye kivuli cha msitu wa Lumbeta. Hii siyo hadithi ya kawaida, ni hadithi ya usaliti, tamaa na damu isiyosameheka. Katika utulivu wa usiku, shule ya sekondari Nyemele ilikuwa imelala kimya, lakini kelele za wanafunzi waliopakia mabegi kwenye basi ziliharibu amani. Doris, msichana mwenye akili za haraka, mwenye miaka 21, aliangalia wenzake kwa wasiwasi. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu, kana kwamba ulijua kuna kitu kibaya kitatokea. Alitaka kuwa daktari, lakini ndoto yake ilikuwa ikififia kila siku anapokumbana na changamoto za maisha ya kijijini. Safari ya michezo ya mikoa ilikuwa nafasi yake ya kutoroka, au hivyo alidhani. Basi lilipowaka, Doris alikaa karibu na rafiki yake Bahati, msichana wa miaka 20 ambaye alikuwa bado anapambana na majonzi ya kupoteza baba yake. Wanafunzi waliimba wakiwa na furaha isiyo na mipaka, lakini Doris alihisi baridi isiyoelezeka ikimpanda mgongoni. Dereva, mtu mrefu mweusi kama kivuli chenyewe, hakuwa amewahi kuonekana shuleni. Alitazama barabara kwa kimya cha kushangaza, na Doris alishindwa kuepuka kumudu mtu huyo. Muziki unapungua. Basi lilipopita vijiji vya mbali na msitu wa Lumbeta, Doris aligundua barabara haikuwa ile walioizoea. Hii siyo njia ya mkoa jirani, alinong'ona kwa Bahati, lakini kabla Bahati hajajibu, dereva alisema kwa sauti ya barafu, barabara ya zamani imefungwa. Hii ni njia fupi kupitia msitu wa Mpoma. Lakini msitu ulikuwa mweusi kama usingizi usio na mwisho, miti ikiwa kama mikono ya roho zinazonong'ona. Je, walikuwa wanakimbilia nini? Ghafla, tairi lililipuka kwa kishindo, basi likatikisika kama too ya mtoto. Kelele za hofu zilienea na dereva alishuka kimya, akielekea msituni bila hata kuangalia nyuma. Wanafunzi walibaki wakimtazama, mioyo yao ikipiga kwa kasi. Mlango wa basi ulifunguka ghafla bila mtu kuugusa. Hewa ikawa nzito kama moshi wa mazishi, na Doris alihisi kitu kibaya kinawajia. Je, ni nini kilichokuwa kimeanza? Muziki wa wasiwasi kutoka msituni. Nyoka mkubwa kuliko mti wowote alitokeza, mwili wake mweusi, macho yake ya dhahabu yakimulika kama taa za kifo. Wanafunzi walipiga kelele, wakishuka bila mpangilio. Nyoka alishambulia basi kwa mkia wake, likapinduka na kuwaka moto. Doris, Bahati na wavulana watatu, Mwanga, Juma na Elias, waliweza kutoroka, wakikimbia ndani ya msitu, wakiacha kelele za wenzao zikizimika kwenye moto. Lakini walihisi kama wamesalitiwa. Nani angeweza kupanga hili? Huku wakiwa wamejificha msituni, jeraha la Doris kwenye mguu likimudu kama moto, alisikia sauti za wenzao wakiungua. Machozi yalimtoka, lakini hakuwa na wakati wa kulia. Lazima tuendelee, alisema, sauti yake ikitetemeka. Bahati alimudu. Doris, tunaweza kufanya nini? Tunaogopa. Lakini Doris alijua kuwa kila sekunde ilikuwa ni vita vya kuishi. Walitembea, kila hatua ikiwa kama kukanyaga roho zao. Ghafla, mwanga hafifu ulionekana mbele, kibanda cha zamani kilichozungukwa na nguzo za tambiko. Ni nini kilichokuwa kinawangoja hapo? Muziki unapungua. Walipokaribia kibanda, sauti ya mtu waliomfahamu ilisikika. Hapana, mzee, hili sio tulichokubaliana. Doris alishikwa na baridi, moyo wake ukimudu kama kisu. Ilikuwa sauti ya mzee Malunde, mmiliki wa shule yao. Nilitoa basi, walimu, wanafunzi 50, kwa nini bado sijaona utajiri wangu? Sauti ya pili, ya barafu na ya giza, ilijibu, sio 50, Malunde. 5 bado wako hai. Damu yao inahitajika. Doris alihisi dunia ikizunguka. Mwalimu wao, mtu aliyemwamini, alikuwa amewasaliti. Lakini kwa nini? Malunde alifoka, unajua nilivyopanga hili, hongo kwa viongozi, vyeti vya idhini, kila kitu. Na unaniambia nyoka wako ameshindwa?
Sauti ya mganga ilijibu, tafuta hao watano kabla ya alfajiri, au utalipa kwa damu yako mwenyewe. Wanafunzi watano waligundua ukweli wa kutisha, walikuwa wakilindwa na kifo kilichopangwa. Doris alimudu bahati, tuondoke sasa. Lakini walipogeuka, mguu wa mwanga ulikanyaga tawi lililokauka na sauti ikasikika msituni. Mzee Malunde alinyamaza, akainua kichwa na kusema, wapo hapa. Je, wangeweza kutoroka? Muziki wa kasi zamani. Malunde alikuwa kijana maskini wa Mbwawa, mwenye ndoto ya kumudu jamii kwa shule yake. Lakini kila mlango ulifungwa, kila mtu alimudu. Moyo wake ulianza kugeuka baridi hadi aliposikia kuhusu msitu wa Lumbeta na mganga aitwaye Baba Ntwiga. Unataka utajiri, shule, heshima? Baba Ntwiga alimudu kwa macho mekundu. Lazima utoe kafara ya wanafunzi mara kwa mara. Malunde alisita, lakini tamaa ilimudu kama sumu. Alitia damu yake kwenye mkataba wa giza na maisha yake yakabadilika. Shule ya Nyemele ikawa jina kubwa, lakini nyuma ya mafanikio yake kulikuwa na siri ya damu. Ajali, magonjwa na vifo vya ghafla vilipiga wanafunzi mara kwa mara, na Malunde alielezea kila kitu kama bahati mbaya. Lakini sasa alitaka zaidi: cheo cha kitaifa, mamilioni, heshima ya viongozi. Baba Ntwiga alimudu, hilo linahitaji wanafunzi 50. Malunde hakusita. Alipanga safari ya michezo, akapanga ajali, lakini roho za watoto hazikuwa rahisi kuchezewa. Wanafunzi watano bado walikuwa hai na kafara haijakamilika. Je, Malunde angepata anachotaka au angeanguka kwenye giza lake mwenyewe? Muziki wa kumudu. Doris na wenzake walikimbia, mioyo yao ikipiga kama ngoma. Msitu ulikuwa kama jeuri, miti ikiwasukuma karibu zaidi na hatima yao. Mwanga wa kibanda ulififia nyuma yao, lakini sauti ya Malunde ilisikika ikilia, hawaruhusiwi kuishi. Doris alihisi hofu ikimudu, lakini akaamua kuwa na nguvu. Hatuwezi kukata tamaa, alisema, akiwapa wenzake moyo. Lakini ghafla, mwanga wa taa ulionekana mbele yao. Je, ilikuwa ni wokovu au mtego mwingine wa Malunde? Hii ni hadithi ya usaliti ambao unakula mioyo, ya tamaa inayoweza kuharibu maisha, na ya roho za watoto waliokataa kufa. Je, Doris na wenzake wataweza kutoroka giza hili, au watakuwa sehemu ya kafara ya Malunde? Usisahau kusubscribe na kuacha maoni yako. Tutakutana kwenye sehemu ya pili. Muziki unapungua.